Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutafahamu nabii wa kweli ni yupi? Leo tutafahamu nabii wa kweli ni yupi? Kwanza tufahamu nini maana ya unabii. Unabii ni kitendo cha kutamka na kutabiri na kuamini jambo lisiloonekana leo, siku za mbeleni litaonekana. Swali, nani anapaswa kutabiri? Swali la msingi, nani anapaswa kutabiri au nabii wa kweli ni yupi? Jibu, kila mtu ana haki ya kutabiri, isipokuwa anapaswa kutabiri na Yesu Kristo kwa kutumia andiko ambalo Yesu Kristo aliliachilia kama neno la uzima. Mfano, unapaswa kumwamini Yesu ili upate uzima wa milele. Huo ni unabii kutoka kwa Mungu wa kweli wa uzima unaolenga watu wapate wokovu na uzima wa milele. Yohana 3 mstari wa 16 inasema vizuri sana. Inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Unaona? Kwa hiyo unabii huu umetoka kwa Mungu, na sisi tunapobeba unabii, watu wa Mungu, tunatakiwa tutabiri na Mungu mwenyewe ili tupate kuwaleta watu kwa Mungu wapate uzima wa milele. Unabii wa Mungu ni wa kweli? Tunaulizwa mimi na wewe kwamba je, unabii wa Mungu anaoutabiri kupitia watu, anaoutabiri katika ulimwengu wa roho, je, una ukweli ndani yake au ni uongo mtupu, kama jinsi watu wanavyosema kwamba hakuna Mungu, bali ni propaganda za wasomi waliokaa na kutafakari ili kuuendesha ulimwengu? Jibu ni ndio. Jibu ni ndio. Narudia tena, jibu ni ndio. Mambo mengi aliyotabiri Mungu kupitia mitume wake yametimia. Mambo mengi aliyotabiri Mungu kupitia mitume wake yametimia, mengi sana. Isaya 7 mstari wa 14 kudhibitisha kwamba unabii wa Mungu ni kweli daima na umetimia. Inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Unaona? Kwa hiyo unabii huu ulitimia. Ndio maana leo tunahubiri jina la Yesu Kristo kwamba linaokoa. Hata umri wa leo, unapohesabu leo, tarehe ya leo na mwezi wa leo na mwaka wa leo, huu mwaka tunahesabu kupitia msingi uliowekwa na Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tunapohubiri injili ya wokovu
kuhusu kumwamini Yesu Kristo, tumewekwa kuwa manabii wa Mungu ili tupate kunena yaliyo ya Mungu yanayoleta uzima. Tunamaanisha ni hakika na ni kweli, hata kama mengine bado hayajatokea. Ukitaka kujua kweli huu nabii ulitokea, Mathayo sura ya 1 mstari wa 20 hadi 23 inasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, nani huyo? Ni Yusufu, mumewe mlezi wa Yesu, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema. Nabii gani? Isaya. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Unabii wa Mungu wa kweli kupitia Isaya ulitimia, ni shuhuda, iko hai mpaka leo. Unaona? Je, tukitabiri bila Yesu kitu gani kitatokea? Swali tunaulizwa mimi na wewe. Tukitabiri bila Yesu kitu gani kitatokea? Jibu, tukitabiri bila Yesu ni rahisi kutamka. Tukitabiri bila Yesu ni rahisi kutamka na kutabiri uongo. Uongo wa shetani unaomjengea ufalme wake shetani, wenye uongo na mauti kwa watu. Mfano, tunaposoma unabii wa nyoka uliotoka kwa shetani, ulikuja na uongo. Maana yake alikuja nyoka kuua na kuharibu na kuangamiza na kuleta laana katika dunia. Mpaka leo tunashuhudia watu wanakufa kuthibitisha shetani hajawahi kutabiri ukweli hata siku moja. Mwanzo 3 mstari wa 2 hadi wa 4 inasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Huo ni ukweli wa Mungu. Alitamka mapema sana na akatabiri akasema, mkigusa pale hakika mtakufa. Shetani kupitia nyoka akasema hakika mtakufa. Unaona, nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa. Shetani huyo kupitia nyoka akasema, nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa. Unabii wa Mungu, wazazi wetu walikula tunda lakini walikufa. Hata sasa tunashuhudia unabii kutoka kwa mungu wa uongo, shetani. Ezekieli 13 mstari wa 1 hadi wa 3 inaeleza pia ukweli Mungu anavyochukizwa na unabii usiotoka kwake. Kisha neno la Bwana likamjia kusema, mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri, uwaambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Umeona? Kwa hiyo kutabiri na Yesu kuna kibali ambacho kipo mpaka leo. Unapotabiri naye, ina maana kile unashuhudiwa. Nataka nikupe habari moja kidogo. Hivi unajua, ukichagua kutabiri na Yesu atakuletea simulizi za ukweli, kwa sababu atakufanya uwe rafiki yake. Kwa maana gani? Hivi iko hivi, mimi nikiwa na rafiki yangu lazima atanipa siri zake na mimi nitampa siri zangu. Siwezi kujua siri za mtu ambaye sio rafiki yangu, ambaye sipendi kuzungumza naye. Kwa hiyo tunapotabiri na Yesu Kristo, maana yake kuna wakati mwingine tunaletewa mafunuo mapya kabisa ambayo hata ulimwengu, hata kwenye Biblia hayapo,
lakini ni kwa sababu ya kujenga urafiki naye na kukaa karibu naye na kuzungumza naye. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata wewe utakapokuwa rafiki yake na shetani, mara nyingi atakupa siri zake na utajikuta unatabiri yale yanayoujenga ufalme wa giza, yaani wa shetani. Kumbe kutabiri bila Yesu ni ushirikina. Kumbe kutabiri bila Yesu ni ushirikina na ni chukizo mbele za Mungu. Pia ni sababu ya kupata mauti, kama yaliyotoka kwa huyu nyoka aliyemtabiria mwanamke akala tunda, kwa sababu aliamini ni kweli, kumbe sio vile. Tunaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19 inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai wewe na uzao wako. Hivyo tabiri na Yesu, baraka na uzima. Ujenge ufalme wa Yesu na uwe hai leo hata siku za mwisho. Tabiri na Yesu, baraka na uzima. Ujenge ufalme wa Yesu na upate uzima wa milele. Mungu awabariki. Yesu awalinde na awape baraka sana zinazopita kipimo. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.